tunasimulia, tunang'ara. Zonye yetu, ndoto yetu, dondo yetu. Wo nephew, mambo vipi? Mambo namna gani? Bale, sasa nephew leo nakuja kualonga kwa chana kitu fulani. Kuna mambo fulani uliyafanya ulipokuwa mdogo kwa mama yako, afu hujarudia tena. Yaani ulifanya maybe mara moja tu, ila kilichokukuta nightmares, ukurudia tena. Ukaona hell no, nimechoka, siwezi. Sasa wewe nisikilize, nitakukumbusha kabla sijaendelea kama kawaida yetu. Wana wangu wano unapeperuka bana. Wana wano, sibi niwaambieni. Wano kwa sasa hii inavuzunguka culture, wanapata feedback nzuri sana. Na kuna siku nitakuja kuambia ni nani amejiunga na wano, mtashangaa. Anyway, tuendelee. Wale kuna vijitabia fulani ulipokuwa mdogo uliko kivifanya. Sasa vile vijitabia ulikifanya maybe mara moja au mara mbili ukaacha. Taanza cha kwanza. Unaitwa na mama yako au baba yako. Mara nyingi nataka niongee kina mama. Mama anakuita. Anapokuita anakuambia kitu. Anakuambia bwana, naomba mtoto wangu, naomba ukanichukulie hiki na hiki, alafu fanya hivi na hivi na hivi. Sasa wewe kwa sababu na mambo yako muhimu unaona yanakuchelewesha, yani anakuchelewesha mama na ya mambo, unamfanyia macho yako sijui si unajua ile mambo yenu mnafanyaga kwa utotoni macho tu. Bwana, naomba niambie ulipofanya vile, wewe ambaye unaniangalia sasa hizi, ilikuwaje? Nini kilikutokea? Ulirudia? Yaani hizo tabia zilisha mara moja. Wakina mama tena hawa kibantu kama tu hivi. Acha habari yako. Sasa nakutwanga na hiki cha pili. Mama yuko sebleni, wewe uko zako chumbani, mama anakupigia kelele. Wewe, hello, njoo hapa. Unakuja. Anakuambia naomba unichukulie remote ile uniletee. Sasa wewe wakati unakuchukua remote, unaongea kipi? Unajiongelesha mwenyewe yani remote iko hapa mpaka tuitane upige na makelele. Yani mama wewe ulishafanya hiyo kitu? Nini hatima yake? Chapo. Nakwambia hivi, kuna kibano fulani kile cha kushtukiza. Papa! Yeah. Maneno ya chini kwa chini yale. Sasa hii nyingine ya tatu hii inapenda sana kwa watoto wa kishua wala watoto malezi bora wale. Unaona bwana, anaitwa Jimmy, hebu njoo hapa. Jimmy, hebu niletee viatu vyangu hapo. Nataka niende kwa mama fulani mtaani. Jimmy analipumzia. Sasa unajua zile pumzi za watoto wa kishua zile. Kama nataka kukuungurumia hivi. Sasa sisi watoto wa kizala, yani watoto wa kitadi. Yani kunajua kuna vibao, kuna mbata. Unasikia yani unajua hata umetokea, yani huwezi kujua yani ni tayari yani. Unaona manyota hivi. Unafinywa nini? Kimya. Hiyo kitu rudi. Kuisha habari yake. Nakueleza. Sasa kuna hii nyingine ya 4. Ya 4 unaitwa. Unaambiwa sikiliza. Kuna maji nimeweka sehemu fulani, yahamishwa peke sehemu fulani. Huko mama labda anajikata kucha au nini. Wakati unaenda kufanya ile tukio, unakuwa unatembea miguu na igongesha unaonyesha hasira. Usigeuke kwa sababu mama yuko hapa. Yuko right here. Yaani utakula kitu cha ajabu wewe. Na kuambia tena hicho kitu kikutokea urudi. Na wale ambao wananielewa, nyinyi wakishua mwezi kunielewa. Wananielewa wale ambao wametoka kule kwetu kule kitaani, ambao kidogo tulikuwa tupendi kusikiliza wazazi. Kinachofanyika hapo urudi. Sasa bibi nikupe hii ya 5. Ya 5 hii wengi wenu mkiwa mmekasirika ndio mnapenda kuifanya. Yet unaitwa nephew, nephew nini? Hivi si unanielewa lakini? Hivi unanisikiliza? Hivi unajua nightmare inayofuatia hapo? Yaani kabla hujatoka nje ya mlango unakutana na mama huyu hapa. Yaani mimi sio rafiki yako. Huwezi kuja. Kuna mambo mengine aisee. Wewe ni wewe asikilizage tu. Yaache watu tu wakwambie. Yaache kama alivyo. Wala usitaki kujua details. Sasa nakumalizia mwisho hii. Hii mnakuwa unajida kama vile umekuwa hivi. Unakuwa unaambiwa kitu. Alafu unakuwa unajibu kama bega. Wewe ulishafanya hiyo kitu? Nini kilichofuatia? Niambie. Pole. Najua uliumia wewe. Uliumizwa wewe. Bwana. Nevi na mambo mengi nataka niwashie na jiji. Sasa hebu niambie kama unakumbuka anything katika mambo niliyokuambia leo.
Lakini mpaka siku nyingine tena kama kawaida yetu. Wood. Woo.